taji wa mji wa Sodoma. Kwa hivyo sisi tukitembelewa na mgeni huwa tuko na raha sana. Tunajua kwamba kuna habari njema ambayo Mungu ameleta kwetu. Pigia makofi mgeni wetu asubuhi ya leo. Amen. Amen. Kabla sijaendelea sana, tuko na kijana yetu hapa alikuwa ameenda sana, kijana Karisa, anaitwa Karisa ama anaitwa Maitha. Nataka nimpe nafasi atusalimie kabla sijaleta matangazo. Na mheshimu sana kijana, ni profesa wetu. Kama kuna profesa wa kwanza ambaye tukaproduce kanisa hii ni Maitha. Mimi namuona kabisa, kama wewe umuoni shauri yako. Lakini mimi naona profesa mahali hapa. Karibu Karisa, naposalimia kanisa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina yangu naitwa Moses Maitha. Ingawaje sikuzaliwa hapa kiroho, lakini nimelelewa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeingia hapa toka mwaka 2017 na mpaka sasa bado niko hapa. Ingawaje nilikuwa baada ya corona shule kufungwa, nilirudi nyumbani na pia nashukuru Mungu kwa kuwa amekuwa pamoja nami. Hata kule nilipokuwa nyumbani pia nimeona Mungu akiwa pamoja nami, amenipigania. Mpaka sasa shule zimefunguliwa na nimerudi nikiwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hayo naomba Mungu awabariki. Amen. Umepigia makofi Profesa Maitha katika jina la Yesu. Amen. Kuna mama yetu hapa, Mama Masi, na mheshimu, wacha nipe nafasi naye atusalimie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu nyote kwa jina la Bwana Yesu. Mimi ni mzima katika Bwana. Mnaona mkono wa Bwana siku kwa siku akinilinda, akisimama nami katika kila hali za maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa mambo ni magumu, kuna corona, kuna nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimejifunza kitu moja, ni tuwe tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo tuko na tumaini na tunajua tunayemtegemea, basi hakuna litakalotikiza katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Leo utatembea njiani watu waseme yule mama pengine ako na pesa sana. Lakini kwa kuwa Bwana amenipaka mafuta ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nami naamini kwamba Yesu atatuacha hivi, wale ambao tunafanya kazi na mahoteli, kuna siku moja tena tutafurahi tena kama vile nilivyokuwa pale nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu tu ni kuomba Mungu, na Yesu ndio ajibu, na Yesu ndio atajibu siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tu usiseme kwamba mbona imekuwa hivi ama ulalamike, maana Yesu hujibu kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wakati utakapofika Bwana Yesu atatujibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yetu ni tuzidi kumwomba Mungu na kumtafuta Mungu kwa bidii. Siku moja atashuka na wingu lake la neema atashuka katika watu ambao sasa hivi wanalia na tafuta kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo napatia changamoto ni kuomba na kufunga, kama wakati tumekuwa katika sapati service, Pastor Owino akatuambia kwamba mtu mwingine akiambiwa afunge anasema ameshuka na ulcers. Bwana Yesu asifiwe. Na ulcers zilikuwa hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema nitafuteni kwa bidii nami mtaniona. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Je, kumtafuta kwa bidii ni kufanya nini? Ni kufunga na kuomba. Bwana asifiwe. Yesu mwenyewe ni mwana wa Mungu na alichukua siku 40 akifunga. Bwana asifiwe. Naye alikuwa ni Mungu tena mwanadamu. Bwana asifiwe. Je, sisi ni kina nani tusipofunga na kuomba? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo changamoto ya siku ya leo, tumtafuteni Mungu wapendwa. Naye Mungu siku moja atakuwa ni jibu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Mungu wangu awabariki. Pigia mama yetu makofi mazuri. Naona dada pale nyuma ya Mrs. Justus, simama tusalimie. Roho imeniambia tu tusalimie. Hata kama utatupungia tu mkono, tusalimie tu, Mungu atakubariki. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Mpigie makofi mazuri.
Nimekwambia mgeni akija analeta taarifa. Amesema kula ametoka ni kubaya sana. Simesema hapa. Mgeni akitutembelea sisi tunaona ni baraka. Kwa hivyo ameleta taarifa, anasema sisi tumshukuru Mungu maana sisi ni wazima na bado tunapumua katika uwezo wake. Mahali pengine kuna watu wanalia, watu wamefungiwa, watu hawezi tembea, lakini sisi kwa neema ya Mungu tuko wazima na Mungu yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mama Kanani, simama tu tupungie mkono, usinene neno. Tusalimie tu maana ulikuwa umepotea kitambo na Mungu atakubariki. Amen. 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 Tunaendelea. Kwa ajili ya matangazo ni kwamba kwa wale ambao ni wageni, sisi tuko mahala hapa, tuko chini ya Pastor Wino, jina la kanisa ni Grace Abundance Evangelism Center. Hiyo jina wewe nitanganya kidogo, kwa hivyo vile imetoka ni hivyo hivyo. Na tuko mahala hapa kila Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Kwa hivyo ukiwa na nafasi kama wewe ni mgeni unaweza tupitia, lakini wiki hii hatutakuwa Jumatatu. Jumatatu ni siku ya vijana. Vijana wako hapa, vijana wa Tamu Gede waliungana pamoja na saa hii wako hapa kwa ajili ya ibada zao. Jumatatu kuanzia saa 10 jioni vijana wako hapa. Kwa hivyo Jumatatu hatutakuwa hapa. Tutakuwa Jumanne na Jumatano mahala hapa. Ikifika Alhamisi ni siku ya mama. Wamama wanakutana kwa ajili ya kufundishana. Wamama wanakutana kwa ajili ya changamoto, wa kutiana moyo kwa ajili ya changamoto za maisha. Tumeambia kwamba ndoa si kitu ya mchezo. Ndoa ni mahali ambapo jana pastor alikuwa anatuchekesha hapa akasema kuingia kwa ndoa si rahisi. Unachukua mtu na watu wa kwao na mashetani ya kwao na kila kitu cha kwao kukaa naye katika nyumba. Kwa hivyo hiyo kitu si rahisi. Kukaa na mtu na tabia zake na kila kitu chake, ulimpata akiwa mzima amebeba kila kitu cha kwao, amekuja kwako kwa ajili ya ndoa. Kwa hivyo si kitu rahisi, ndoa si kitu rahisi. Lakini wamama wanajua hivyo na siku ya Alhamisi wanakutana kwa ajili ya kufundishana changamoto hizo. Kwa hivyo kama wewe ni mama, kutana na wamama Alhamisi kuanzia saa 8 sijui saa 10 mtaelezewa zaidi kwa ajili ya ibada yao. Kama wewe ni mama na wewe ni mgeni, tafuta nafasi. Kuna changamoto, unaweza kuwa unapitia jambo katika ndoa ukafikiri ni wewe peke yako. Lakini ukija kwa watu ukasikia changamoto za wengine, unasikia umeumbika, unasikia umejengeka na hata hiyo changamoto unaiona ni kawaida tu. Kwa hivyo kama wewe ni mama, tafuta nafasi kwa ajili ya kuungana na wamama kwa ajili ya ibada hiyo. Ifika siku ya Ijumaa saa 10 jioni, kama wewe ni kijana kuanzia miaka 15 kuendelea, vijana wanakutana hapa siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 kuendelea. Kwa hivyo kama wewe ni kijana, wako na mkubwa yao King Sami wanafundishana hapa. Hata mimi mara nyingi sana nimekuwa nikiandika, nikiwapatia changamoto, nikiwafundisha. Mara ya mwisho niandika niwafundishe, nikawafundisha changamoto za Daudi. Daudi alianza changamoto zake akiwa mtoto, akiwa kijana mdogo sana, akawa na changamoto nyingi, akapitia mambo mengi, lakini si kwamba ile Daudi alikuwa anapitia haikuwa ni mateso, ilikuwa ni kumwandaa kwa ajili ya kitu kizuri mbele yake. Kwa hivyo ukiwa kijana unakuja hapa kwa mafundisho ya Ijumaa kuanzia saa 10, ufundishwe nawe changamoto. Uende unapitia mambo mengi ukaanza kujilaumu, lakini ukipita hapa unafundishwa, unaelezwa kwamba changamoto hizo ni kwa ajili ya neema ya Mungu. Kama vile Daudi kutoka kuchukiwa na familia yake, kupelekwa kuwa mchunga kondoo mpaka akafika mahali akawa mfalme, akawindwa na Sauli, lakini alipofika katika umri uliostahili akawa mfalme. Zilikuwa ni changamoto ambayo Mungu alikuwa ameweka katika maisha yake kwa ajili ya kumwandaa kwa ajili ya mambo mazuri. Kwa hivyo ukiwa kijana, ungana na vijana wenzako kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Jumamosi ni siku ya wana praise and worship, na kama una watoto unaachilia mtoto wako mapema. Praise and worship ni saa 1 kuendelea. Kama una moyo wa kuimba, kama unasikia kuimba, kama unajisikia kumtumikia Mungu kwa moyo mmoja. Kumtumikia Mungu kumtumikia Mungu si kutoa sadaka peke yake. Kumtumikia Mungu si kuhubiri peke yake, hata kuimba ni kumtumikia Mungu. Unakumbuka kuna mahali wale wazee walienda katika vita, wakaambiwa, "Chukueni wanasifa mwaweke mbele." Na walipoimba nyimbo za Mungu, hata maadui walikuwa wanaanguka tu wenyewe. Hawakuwa wanapigana. Yaani sifa peke yake tu walipoimba, wakashinda maadui zao. Kwa hivyo, ukiwa na moyo kama huo wa sifa moyoni mwako, Jumamosi kuanzia saa 1 kuendelea unaweza ungana na wana praise and worship, uone dada Priscilla ama uone ndugu Silas akuandikishe jina, alafu unajiunga nao. Si mama, si mzee, si kijana, hata kama wewe ni mtoto na uko na sauti unajisikia unataka kuimba, tutakuleta tu hapa ukiwa na miaka 9 na unasikia unataka kuimba. Tutakuleta hapa, tutakutrain, pastor yuko hapa na watu wako hapo, watakutrain mpaka utafikia mahali utakuwa mwimbaji. Kuimba si lazima uwe mtu mzima. Kuimba ni kipaji. Kwa hivyo mama, mzee,
mtoto unakaribishwa kwa ajili ya praise and worship. Wanataka watu wengi sana wa kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hiyo Jumamosi saa 8 watoto ndio wanakuja hapa. Kama wewe ni mzazi uko na mtoto kuanzia miaka 7 kuendelea, unamwachilia mtoto akuje kwa ajili ya mafundisho. Biblia inasema mlee mtoto kwa njia ipasavyo, hivyo atakapofika mtu mzima hata sahau ile ambaye alifundishwa akiwa mtoto. Kwa hivyo ukiwa na mzazi na uko na mtoto wako na bado ni mchanga, mlee katika misingi ya Mkristo. Mwachilie mapema Jumamosi saa 8. Kuna mafundisho hapa ya kudance, kuna mafundisho ya kukariri maandiko, kuna mafundisho hata ya kuimba. Huwa wanaendelea nayo. Kwa hivyo kama wewe ni mzazi, achilia mtoto mapema. Nao walimu wa Sunday school mnawaachilia watoto mapema kwa ajili ya kurudi nyumbani kabla giza lizakuja. Hiyo nafikiri nimeeleweka. Alafu Jumapili tuko na ibada hapa. Kama unaenda kazini saa 3, kama unaenda kazini saa 4, usiwe na sababu. Tuko na ibada ya kwanza hapa kuanzia saa 11:30 mpaka saa 1. Kwa hivyo kama wewe unaenda kazini hata kama ni saa 1 kamili, unaweza jitayarisha kabisa utoke nyumbani, uje hapo ushiriki ibada, ikifika saa 1 uende kazini. Na utabarikiwa. Hiyo ibada tunahubiriwa ni ibada kamili. Beba matoleo, beba kila kitu, ni ibada kamili. Ni kwa wale wafanyabiashara, kwa wale wafanyabiashara na wale waenda kazi. Na hata kama wewe unajisikia kwamba unataka, si kwamba ni hao peke yako, hata wewe ambaye hauendi kazini na utakuja kwa ibada baadaye, una mwito wa kutumikia Mungu, una burden, una mzigo wa kutumikia Mungu, unakaribishwa kwa hiyo ibada hiyo saa 11 mpaka saa 11:30 mpaka saa 1. Na hayo ikifika saa 1, watoto wa Sunday school ratiba ilibadilika, maana tumekuwa wengi, watoto wamekuwa wengi na kanisa linazidi kukua. Na kutokana na corona ikaleta mabadiliko makubwa, nayo ni mabadiliko mazuri. Na baada ya Sunday school, kama kwa wale ambao wazazi walikuwa hujajua, ibada ya Sunday school siku hizi inaanza saa 1 kamili. Kwa hivyo mtoto wako Jumapili unamwamsha mapema. Mwamsha mapema, ajitayarishe, ikifika saa 1 awe mahali hapa, kuna walimu. Ibada inaendelea kutoka saa 1 mpaka saa 2:30 ama saa 2 hapo na kitu hapo. Inaanza saa 1 lakini kuisha haijalishi, lakini ya mwisho ya muhimu weka kwa akilini, inaanza saa 1 kamili. Kwa hivyo mtoto wako afike saa 1, afundishwe mafundisho, mlee kwa njia ipasavyo. Hata akifika mtu mkubwa, akipotea kidogo atakuwa anakumbuka, na mimi babangu alikuwa ananiambia naenda kanisani. Hata akifika mtu mzima ataenda, lakini baadaye atarudi katika mafundisho ya Mungu, maana kuna mbegu ambayo unaipanda katika maisha yake. Kwa hivyo achilia mtoto mapema kwa ajili ya mafundisho hiyo Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hivyo kama wewe ni mgeni, nafikiri tumeelewana vizuri. Tafuta nafasi kwa ajili ya Mungu. Usingoje upewe nafasi. Tukawa tunafundisha tumekuwa na semina ya nguvu sana hapa. Tumefundishwa mambo mengi. Tukaambiwa huwa inafika wakati wa kumtumikia Mungu, unaleta sababu. Unasema nataka kufua, unasema sijui nataka kufanya nini. Leo najisikia nipike pilau. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi hizo nguo zilikuwa hapo. Hiyo pesa kama ulikuwa na hapo ungepika pilau, lakini ikifika Jumapili tu unajisikia kufua. Kwa nini? Shetani anahataki mtu aende kanisani. Kwa hivyo analeta kasababu. Anaingiza tu kwa kitu kwa akili yako, unakukosesha amani mpaka utakosa ibada. Lakini kama washirika wa Grace Abundance, nataka tuwe watu ambao tunajua Mungu kabisa. Ikifika mataimu ya kanisa na usikie kuna kitu inakuzuia, kikatae. Kataa na utoke hivyo ukuje katika ibada. Wengi tumekuwa tukiishi katika maisha ya mzunguko. Wana wa Israeli wakazunguka mlima wa Horeb miaka 40. Mahali ambapo tunaambiwa kutoka Egypt mpaka Israeli ni mwendo kama wa siku. Ukienda kwa Mungu ni kama 11 days. Ukienda kwa Mungu. Haijaandikwa kwa Biblia, lakini kulingana na utafiti ni kama siku 11 kutoka Egypt mpaka Israeli, ambapo wana wa Israeli walikuwepo. Lakini kutokana na ukaidi, kutokana na kupuuza, kutokana na kutotii maagizo, kutokana na kutotii, safari ya siku 11 wakachukua miaka 40. Imagine 11 days unachukua 40 years. Ni kwa sababu gani? Wakristo wengi tumeishi maisha ya kungangana na maisha ya kuteseka kwa sababu hatusikii sauti ya Mungu. Hatuendi kwa sababu na Mungu anapotaka. Tunafanya tu mambo kulingana na akili zetu, kulingana na mili yetu. Ndio maana tunazidi kuzunguka mlima wa Horeb, lakini siku ya leo Mungu ananiambia nikwambie, utakapotii sauti ya Mungu kuzunguka kumeisha. Siku moja Mungu akamwambia Musa, hii mizunguko imefika mwisho. Sasa jiandae muingie katika nchi ya ahadi. Na Mungu ananiambia nikwambia siku ya leo, utakapotii sauti ya Mungu si bure. Utakapotii sauti ya Mungu na kuzika mangazo yake, hiyo mizunguko imeisha ya maisha na utakuwa ukibarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nikimaliza matangazo, tulitangaziwa mimi ndio nilitangaza
Pastor George alikuwa amenipa ujumbe akaniambia nitangaze mama alifelewa na nitakana tumfariji. Na tukasema siku tarehe 25 ambayo ni Jumapili ijayo, kila mtu utatembea na kitu kwa ajili ya kufariji mama pastor. Unajua alifelewa na mtu ambaye alikuwa kama mzazi wake, mtu ambaye alimlea, mtu ambaye alimpeana kwa pastor. Kwa hivyo wanasema mganga hajikani. Pastor hawezi simama hapa aseme mnifariji. Sisi ndio tunasimama kwa niaba yake. Kwa hivyo mimi nasimama kwa niaba ya pastor, useme nimejitungia, kwa sababu mganga hajigani ama daktari hajitibu akiwa mgonjwa mpaka aenda adungwe sindano na mwenzake. Kwa hivyo imefika zamu ya pastor na mimi nimesimama kwa niaba yake na nyumba yake, na tutamfariji Jumapili ijayo. Kwa hivyo tembea na kitu nikisimama, kama mimi nitakuwa nimesimama, kama kuna mwingine atakuwa amesimama, atatangaza na utaleta kitu kwa ajili ya kufariji mama pastor siku hiyo Jumapili ijayo. Katika ibada tembea na kitu kwa ajili ya kumfariji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hayo mengi, wacha tuende katika kipindi cha utumbuizaji. Leo tutaenda short and clear. Tuko na time kidogo sana. Kwa hivyo tuko na mwimbaji wetu hapa maarufu sana, anaitwa Dada Naomi. Utatuhurumia siku ya leo. Utasimama tu tusalimie, lakini tutakupatia nafasi jioni. Sawa. Nimepewa permission nitakupatia, lakini kabla sijaleta na Dada Naomi, wacha nilete kijana Sami. Msishangae kwa nini kila Jumapili naleta Sami. Najua hata kuna wengine tunakereka, lakini naleta Sami kila siku kwa sababu tunamuinua. Ni msanii wetu, ako hapa, ni upcoming. Kwa hivyo tukimleta hivi, nataka azoee kusimama mbele ya watu, azoee kutumbuiza mbele ya watu, maana ni msanii wa mataifa. Anaenda mbali na saa hii ameanza kutoa CD zake, na kwa hivyo vile nao mleta kila siku, msikasirike, atakuwa ninamuinua, tunamuinua sote kwa ajili ya baraka za Mungu. Wapi Sami? Sijui ameenda wapi. Sawa. Sami, karibu, nafasi ni yako. Amen. Pigia Sami makofi hata kabla hajakuja. Amen.